Ligi ya wanawake ya kumtafuta bingwa wa mkoa wa Mwanza inayoshirikisha timu 8 inaendelea kupamba moto katika dimba la Nyamagana jijini Mwanza, huku vipaji na uwezo mkubwa ukionekana ndani ya dimba hilo kongwe la Nyamagana. Baadhi ya matokeo ya mechi zilizochezwa katika dimba hilo: timu ya Talented Queens kutoka Iremera imeshushia kichapo kizito cha magoli 11-1 timu ya Iremera Queens, wakati timu ya Bukongo Queens kutoka wilaya Ukerewe wakiifunga Igoma Queens kwa mabao 6-0. Akizungumzia ligi hiyo, mwenyekiti wa chama cha soka la wanawake mkoa wa Mwanza Bi Sofia Tigarioma amewataka wadau wa soka mkoani humo kujitokeza kwa wingi kuja kushuhudia vipaji pamoja na kuidhamini ligi hiyo ili kuziunga mkono timu zinazoshiriki ligi hiyo, huku akitoa wito kwa wanawake na wasichana wengi zaidi kujihusisha na mchezo wa soka ili kuendeleza vipaji vya mchezo. Kwa majina anaitwa Sofia Tigarioma, mwenyekiti wa soka la wanawake mkoa wa Mwanza. Tuko hapa tunaendelea na ligi yetu, ligi kupata bingwa wa mkoa. Ligi yetu imeanza tarehe 30 mwezi wa 3 2026. Ligi yetu ina timu 8. Kwa kweli kuna msisimko mkubwa wa watoto wetu. Watoto wetu wa kike wana msisimko mkubwa na timu imekuwa ya ushindani, timu zimekuwa za ushindani mkubwa sana. Wasichana wameweza kucheza, lakini niweze kusema wanacheza katika, yani kuna ugumu fulani kwa sababu hatuna mdhamini, timu zinatoka mbali, timu zinajigharimia. Ni kuwatafuta wadau, ni kuomba wadau wanaotuona na kweli wanakuja hapa kuangalia, kweli na wenyewe wanaumizwa, hata maji hata nini. Sisi viongozi tunajitahidi sana kulifanya hilo, lakini kwa kweli tunaomba wadau mtusaidie. Kwa hiyo nazidi kuwahamasisha watu, tusaidieni viongozi. Mimi kauli yangu huwa napenda sana wale viongozi ambao wanajitahidi sana kusimamia timu za wanawake. Unakuta wanaume wengi ndio wanasimamia timu, wanajitoa, makocha, madaktari wa timu, wasimamizi wanakuwa ni vijana wanaume. Unakuta kabisa wanajitahidi sana. Wanawake tuko wapi? Wanawake mungeri kuwepo na nyie. Yani timu nyingi unakuta hakuna mwanamke hata mmoja. Mimi naweza kusema ni washukuru timu za Talented na Buzuruga. Unakuta kuna wamama, unakuta kuna mama ambaye yuko nyuma, ambaye anakaa na watoto, anawaangalia, anafanya. Lakini wengine mko wapi? Wanawake tuko wapi? Kwa nini tunawaachia wababa wasimamie hizi timu za kike? Mimi niwapongeza wababa wote Tanzania nzima ambao wanajitoa kusimamia timu za kike. Wanafanya vizuri na wapongeza sana. Kwa mfano kama hawa Bukongo Queens waliotoka Ukerewe, unakuta ni wababa wamewaleta watoto, wanajitorea, watoto wanatafuta gharama na nini. Naomba mtusaidie, na wale wote tuliowafikia kuomba misaada, basi kazi inaendelea. Kwa upande wao, baadhi ya makocha wa timu zinazoshiriki ligi hiyo wameeleza kuwa ligi hiyo ina ushindani mkubwa, huku akisema wamejipanga vizuri ili kuhakikisha timu zao zinafanya vizuri na kupata matokeo chanya. Kwa majina naitwa kocha Hamisi Adamu kutoka kituo cha Bukongo Queens kutoka Ukerewe. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote na vijana wangu pia tumemaliza mechi salama. Napenda kuwashukuru vijana wangu kwa kuibuka na ushindi wa kupata goli 6 bila. Ndio tulivyotokea uwanja tukiwa mazoezini, tulijipanga kwenye mazoezi ili kumkabili ndugu yetu Igoma Queens. Vijana wetu wamejitahidi kufuata yale maelekezo ambayo tuliwapa tukiwa mazoezini. Leo wamekuja kuyatumia katika uwanja wa mechi. Namshukuru Mungu kwa hiyo, pia na vijana wangu. Na nawapa matumaini, mtegemee makubwa kwa timu yenu ya Bukongo Queens. Sababu ndio mechi yetu ya kwanza hii. Mtegemee hata mechi yetu ya pili itakuwa ni muendelezo, kwa sababu tumejipanga, tuna dhamira ya kweli na vijana wana morali ya kupambana. Majina anaitwa Innocent Emmanuel, ni kocha kiongozi wa timu ya Igoma Queens. Mchezo ulikuwa mzuri, lakini tumepoteza tekniki. Nadhani inaweza tukawa ni makosa machache kwa mabinti ni tofauti sana na watoto wa kiume. Wanapokosea maelekezo, ina maana utaratibu unashindikana. Lakini tutaenda kujipanga kwa ajili ya michezo inayokuja. Nadhani kupitia mazoezi tutaangalia jinsi ya kufanya, tutarudi vizuri zaidi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.